mlezi wetu atusaidie kwa hili ili watoto wetu waendelee kusoma kwenye mazingira mazuri. Sasa watu yani kibao kipo sawa, mlezi anajua ni sheni, lakini sheni yuko wapi na sheni ni nani? Imebaki jina. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa sasa vinapokuwa vinatekelezwa lazima wafuatilie. Hela nyingi zinateketea kwa kweli. Msingi ulikuwa ni mkubwa, umejengwa vizuri, jiwe liko pale, wengi wamekuja, wazee wamefurahi, kina mama wamefurahi, kila kipindi kile wengi wanashika na nani. Leo ule msingi ukienda pale haupo kabisa. Basi iko haja ya kushirikiana, lakini pia na uaminifu pia tuendelee kupigia kelele. Sisi pia tuendelee kupigia kelele kwa nafasi yetu, kwamba tunapoahidi tuahidi kile kilichoko ndani ya uwezo wetu na ambacho tunaweza tukakifanya. Ni bora mtu ukamwahidi ukampa kidogo kuliko kumwahidi kikubwa akasema sasa hapa maisha yamekuwa mazuri alafu mwisho wa siku sionekane. Basi nimkaribisha mwenyekiti katika ajenda hii ya Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Sasa tunaenda kupokea mwenge wa uhuru, na wewe sasa ndio kwa nafasi ya wananchi uko kifua mbele. Hebu tuambie mazingira sasa ya hamasa kuhakikisha kwamba sasa wananchi tunaenda kwa wingi, wana Kisumu tunafika kwa wingi katika sehemu ambayo Mungu utafika kuzindua hiyo miradi. Ndugu mwandishi wa habari, kwa kweli kijiji changu nafikiri itakuwa ni mwaka wa pili mfululizo kupokea mwenge wa uhuru. Tulianza na Chege Sekondari. Njia zile tulizozitumia kuhamasisha wananchi ndio tunazozitumia sasa kuendelea kuhamasisha wananchi, na jitahidi kupambana kuhakikisha wananchi wanaopokea mwenge kwa nguvu kubwa. Eneo ambalo lina chuki, basi tunapata pale chuki inaondolewa. Mwenge unapopita eneo ambalo kuna vita, unajua pale mwenge ukipita amani itapatikana. Mwenge unapopita eneo ambalo halina maendeleo, unajua sasa maendeleo yanaenda kupatikana. Kwa hiyo ninaamini na nina imani kabisa kupitia wananchi hawa wa kijiji changu cha Kisumu, naendelea kuwahamasisha na wanahamasika. Hiyo tarehe na siku ndio tunayoisubiri. Kwa kweli tutakuwa na ngoma za asili kwa maana ya kupokea mwenge. Hiyo ngoma ya asili ya kwetu, tamaduni wa hapa, inaitwa irandi, ambayo ni buyu la kitamaduni linatengenezwa kwa sanaa. Lakini pia tuna firimbi ambayo ni matundu matatu, lakini wanafunga huku manyanga chini, wao ni wasanii sasa wenyewe. Lakini pia tuna ngoma moja ambayo kwa muunganiko wa hizo zana tunapata ngoma moja nzuri sana. Kipigo hiyo hapa inakusanya, yani usipime, msisimko ni mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie mwandishi wa habari kwamba wananchi wako vizuri, tuko vizuri, tunaendelea kuhamasishana kupitia vikao vyetu mbalimbali vingi vitakavyotupelekea mpaka siku yenyewe. Kwa hiyo mimi niwaondoe wasiwasi kwenye eneo la kuhamasika na kupashana habari kupitia hiyo habari. Basi tukiwa tunaelekea tamati, kwamba Tanzania yetu Kisumu tuko vizuri. Kwa hiyo shule yetu ilikuwa chakavu sana, ili kwa juhudi za mwenyekiti shauri yake leo mkurugenzi akirudi kwenye ile shule ambayo aliahidi pesa na kutupa mwaka jana, atashangaa hata yakuta madarasa mabovu yale tena. Alikuja kwenye graduation ya vijana wetu mwaka jana, tukajifinya pale, tukachanga sehemu ya vihela na watu walichanga, ile shule imebadilika. Kwa hiyo kauli mbiu Tanzania ni yetu sote, tushikamane kuleta ile tunalo, na tulikuwa hatuna madawati. Fika pale madarasa yale yamejaa madawati. Kwa hiyo slogan hiyo sisi tuko vizuri. Hongereni sana. Kwa hiyo mpelekee taarifa ile shule aliyokuja mwaka jana kwenye graduation kuchangia ukarabati ya ile madarasa. Sisi tumefanya hiyo kazi, lakini hiyo ahadi aliyoahidi
atuletee basi. Hajaleta. Tuahidi basi. Kitu pale. Msaidie mwenyekiti kujazia kidogo. Kuna madarasa yamejengwa pale. Sawa. Ili Mungu mwakisho tena. Mimi kwa upande wangu naona Mwenge utuletee maendeleo. Kwa mfano mimi nilipokuwa mdogo nilikimbiza Mwenge, niliushika mpaka sasa naukumbuka. Mwenzangu amesema tujaribu jamani, tu tunaletea Mwenge hata kuugusa tu, kwa sababu ukiona unaona ni kitu tu, unaona sijui mtaa sijui ni nini, yaani hatujui. Kwa hiyo kwa hiyo ukija mtuhusishe wengine nao tuuguse kidogo. Wamama nao tunapenda maendeleo, sisi ni wapenda maendeleo sana, tunahamasisha hata wenzetu kufanya maendeleo. Kwa hiyo tujitahidi, ukija mnatuhusisha, tunagusa hayo maendeleo. Kama majumuisho sasa kwa ujumla tumesema kitu kama mara nyingi pia viongozi wetu ambao Mwenge au viongozi wakuu wanapopita kwenye maeneo ni taswira wanatoa hadi hewa haipendezi kwa kweli. Sometimes ndio wanakatifa hata wananchi kujitokea. Kwa mfano neno linatamka kwenye halali sisi watu wanafanya pola hapo na kutamii viongozi wetu au kweli kipindi cha hivi, kipindi cha ukweli na kipindi cha uhaki. Swala hili lifanyike miongoni mwa viongozi wanapokuwa nafika, ili watu wanapokia next time kama Mwenge unakuja. Kwa mfano unaposikia kiongozi anasema Mwenge huyu ndio kuja zahanati, viongozi wa mbio za Mwenge anatambua kwamba milioni moja na hela ndogo, lakini leo wananchi wanafanya pola, wanauliza sisi inaonekana kama ndio yani bugumu sana. Watu wengine wanatupaka matope, tunaendelea kulaumiwa hivi fanyika hivi. Kwa hiyo sasa hivi unajua watu wamekuwa na upeo mkubwa, sio kama zamani. Ukishatamka jambo la kweli kweli, watu kama utekelezaji unaweza kupata. Kwa hiyo mimi nashauri tu napita kwetu, lakini pia lazima mpate majumuisho, mpate maoni yetu. Kama alivyosema kijana ni kwamba kwa kweli kata yangu watu wanajitokeza sana. Hata hiyo juzi wakati tunafungua sekondari ya Chege, kwa kweli watu walikuwa ni wengi, muda ulikuwa ni mfupi, lakini utamaduni watu walicheza, watu walikuwa ngoma za kila aina. Licha kuwa watu wa sababu sijui kama tuko kwa karibu na barabara, I don't know, lakini watu wanaelewa mshikamano, ushirikiano kama ilivyosema kwamba taifa letu la Tanzania litajengwa na Watanzania wenyewe. Hiyo ndio kitu ambacho nafikiri liko kwenye ahadi kama na Chama cha Mapinduzi na watu wengine. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi vile vijana wangu kama mtaendelea kina wakaribisha. Pia hapa ni kijio changu, mkifikia kama mko nyumbani kuna maji mtakuja kusoda mtakunywa, na tunawakaribisha kama rafiki. Mungu awabariki sana. Asante sana. Basi mimi nishukuru kwa ajili ya muda wenu. Tunashukuru muda kidogo, lakini ni kwa ajili ya ujenzi wa taifa letu. Lakini pia msisite kutupokea tena wakati mwingine. Tutakapopita na timu ya Mwenge wa wilaya mtupokee pia. Na tuendelee pia kuhamasisha wengine. Tukumbuke tu kwamba Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta nini? Basi asanteni sana.